Walikale. Nasema Walikale Shakamoto. Hayo iko wazi. Tamu tumo haiko. Unaona Walikale? Si Walikale mimi foto. Gouvernement inapiga baba. Matu wale wakalikile depuis 6 heures. Niko na bawinga kwa barepere. Niko maana ilikianza limoya kile na mwanga. Niko na winda ile. Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, uweze kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Tumekuandalia habari nyingi sana katika siku ya leo ambazo zinapatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pale ambapo usalama bado unakosekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo Nord Kivu na Sud Kivu, maeneo mbalimbali. Machafuko yanazidi kuripotiwa, watu wengi sana wanazidi kukimbia makazi yao na wengine kufariki kabisa. Na wengine kabisa hawana chakula maeneo yale. Karibu sana kwenye taarifa zetu channel ya Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Karibu sana kwenye channel yetu ya Mteba TV. Tuandikie maoni kupitia channel hii ya Mteba TV, tutakujibu. Lakini pia utuandikie mahali unapopatikana. Karibu sana kwenye channel yetu. Leo tuna habari ambazo tumekuandalia kabisa, habari kabisa moto inayopatikana pale kwenye mji wa Walikale. Walikale mapambano yaliweza kupatikana kuanzia juzi kabisa, ambapo M23 waliweza kushambulia Walikale na kushambulia na kuweza kuingia kwenye mji wa Walikale. Lakini baada ya hapo habari ilikuja kuwaka moto mkubwa sana kwenye vikosi vya FARDC ambavyo vinaongozwa na kamanda mpya ambaye ameteuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ni mzalendo kabisa. Vikosi hivyo vimeweza kufanya kazi kubwa ya kupiga manyumba ambazo M23 walikuwa wako maeneo yale, pia na kusambua vikosi mbalimbali vya M23 na wengine kukamata mateka zaidi ya 150 ya hawa M23 walikamatwa mateka na wengine kusambaratika kwenye pori, kwa sababu walikuwa wamepelekwa na Bwana Kabido ambaye alihasi na kuweza kujiunga na vikosi mbalimbali vya M23 kuwapeleka kwenye mji wa Walikale. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, tutakwambia hali ya halisi inayopatikana pale kwenye mji wa Walikale. Endelea kufuatilia channel ya Mteba TV, itazidi kukupa habari zaidi zinazopatikana duniani kote. Samani sana, karibu sana. Tunakuambia kwamba kwa sasa baada ya vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo kufanya mashambulizi makali kama mnavyoona hizi picha zote, wazalendo wamefanya kazi nzuri pamoja na FARDC. Kwa upande wa serikali wameweza kuchoma magari mengi sana za M23 kama mnavyoona hapo. Yale yote kule ni magari za M23 ambazo ziliweza kupigwa na kuchomwa. Yani wameingia kwenye hasara kubwa sana ambayo hawatawahi kusahau. Kumbuka vita hawajawahi kupambana tangu ianzishwe Goma, hawajawahi kupambana kabisa vizuri. M23 hawajawahi kupambana na wameingia Bukavu bila kupambana, lakini kwa sasa wamepata cha mtema makoni kwa lugha nyingine ya Kimombo ya Kiswahili chetu cha Zanzibari. Karibu sana kwenye habari zetu kupitia channel ya Mteba TV. Tunazidi kukujuza kila kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini na duniani kote. Na kama unahitaji, una habari zako zozote ambazo unapenda utushirikishe kama channel ya Mteba TV au tuzisambaze, unaweza kuchukua namba zetu za simu hapo, ukarekodi sauti au ukachukua matukio yote popote ulipo na kututumia kwenye namba za WhatsApp ambazo tutakazoziweka hapo kwenye screen. Ni kwa ajili ya kuchukua taarifa zozote popote ulipo na tutumia hapa. Baada ya hapo magari yameweza kuchomwa na kuharibiwa kabisa ya M23. Hiyo sasa ndo vita, yani hizo ndo vita ambazo wamepigana kweli. Vita ya kawaida ni ile ambayo pande zote zinapiga, hapana pande moja kama vile ambavyo vilikuwa vinapiganwa pale Goma na kuelekea Bukavu. Hiyo ilikuwa ni masasa nasikika ni upande mmoja, wengine kukimbia. Walikuwa nakimbia tu, si kwamba walikuwa wanakosa nguvu, kwa sababu ya viongozi wao ambao walikuwa shakula rushwa, washapata pesa samani, washapigwa hela. Alafu wanaona hapana, hizi dola hizi siwezi nikaziacha, anachukua pesa, anasaliti inchi, alafu wanajeshi wanabakia kwenye uwanja wa vita, hawana msaada wowote. Kwa hiyo kitu hicho ndicho kilichoumiza sana maaskari wa DRC, lakini wengi wao
waliweza kujiunga kabisa na wazalendo kusonga mbele na mapambano, kwa sababu wanaongozwa na mzee Yakutumba maeneo mbalimbali. Wazalendo hao na pamoja na FARDC wameweza kugomboa mji wa Walikale. Kwa sasa mji wote wa Walikale unapatikana mikononi mwa FARDC pamoja na wazalendo. Huku mbele nitakuwekea video inayoonesha kabisa. Unajua channel ya Mteba TV huwa anafanya utafiti mkubwa sana kabla tujatangaza kitu. Tumeshafanya uchunguzi. Ukiona tumetangaza jambo ujue kwamba lipo au litakuja. Karibu sana kwenye channel yetu ya Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment na kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Utazidi kupata habari nyingi. Endelea kusambaza kwenye magrupu zote ambazo zina ubishi ya kwamba Walikale iko mikononi mwa M23. Walikale haiko mikononi mwa M23. Tutakwenda kuwekea video hapa itakwenda kukuonesha namna gani Walikale inavyodhibitiwa na FARDC wakiwa kwenye barabara zote, wakiwa maeneo zote kabisa na ulinzi mkali, kwa sababu ile ndege ya kijeshi iliyofanya mashambulizi haikuangalia, ilibomoa mashule ambapo M23 walikuwepo, ilibomoa mitaa, ilibomoa uwanja wa ndege. Hayo ndio mapambano yanayohitajika, ambayo mapambano hayo yakielekezwa Goma, nafikiri M23 wanaweza wakakimbia na kufunga virago kuondoka mazingira walikotoka. Ndege hizo zikifanya kazi kwenye mji wa Bukavu itakuwa vizuri sana, na ndege hizo zikifanya kazi kwenye mji wa Goma itakuwa vizuri sana, na watagomboa kwa siku 2 tu. Au ikifanya kazi pale Sake itakuwa ni vizuri. Minova, Pote, Masisi, hizo ndege ndio zinahitajika, lakini mbinu mbalimbali zinaweza kuonekana hapa. Naam, lakini mbinu mbalimbali zimeweza kuonekana hapa, ikionekana kwamba wanajeshi wanaopigana kule Walikale watashuka mpaka Goma, japokuwa M23 wao wanapambana kwa nguvu sana, wanapambana kwa hamu, huku wakilenga mazingira yote ambazo zinamilikiwa na FARDC, hasa maeneo za dhahabu. Ile Walikale unaosikia hiyo ni bado ni kwenye region moja tu ya Nord Kivu kabisa. Basi ndo hapo hawajavuka. Walikale iko kwenye Nord Kivu, haijaenda kabisa. Sio Walikale, hapana, ingali kwenye mazingira yote ya Goma, inaangaliliwa na Goma. Kwa hiyo kama wanatangaza kwamba M23 wamekamata mkoa mzima, wamekamata, ni kwamba wamekamata mji mkuu wa Goma pamoja na Masisi, Minova na maeneo mbalimbali kule kote na Bukavu. Hiyo imeshika tu miji mikubwa, lakini hawajadhibiti mikoa yote. Haya mambo haya watu tunawaambia, alafu baadaye watu wanakuja kurudia na kukubali tunachozungumza. M23 hawadhibiti mikoa. Nord Kivu na Sud Kivu hawadhibiti mikoa, bali wanadhibiti miji mikubwa ya mikoa. Kwa sababu ukiangalia pale Bukavu wanadhibiti Bukavu, lakini ukiingia Nyangezi kule kote Kamanyola na wapi, pamoja na kuendelea huko Mafizi, Mabaraka, pamoja na Uvira, ni FARDC kwa wanadhibiti tu mji mkuu. Lakini maeneo mengine yote ndio hivyo, na hivyo tena Goma ni hivyo hivyo, wanadhibiti Goma, Masisi na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo miji mikubwa kama Butembo, hapo pingine Walikale inadhibitiwa na FARDC. Kwa hawajadhibiti vizuri miji mikubwa yote, hawajadhibiti kabisa vizuri mikoa hizo. Kwa tunapoendelea na taarifa zetu tutazidi kukuonesha kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita pale Walikale. Lakini tunaachana kwanza na hiyo habari, tutakuwekea video hapo mbele, ndio kawaida yetu. Lakini tunakuja mbio huku pale ambapo mapambano haya tena ambayo yaliweza kuripotiwa pale kwenye miji mbalimbali ya Nyangezi, pale Nyatende, maeneo mbalimbali, mapambano yaliweza kuripotiwa mazuri, ambayo ni upande mzuri sana kwa FARDC. Kwa FARDC mapambano mazuri wameweza kupata pamoja na wazalendo, lakini waliopigana pale ni wazalendo, sio FARDC. FARDC hawakufanya kazi maeneo yale, wazalendo wenyewe. Hebu tutazame kwanza pale Walikale, afu tutakuja kurejea. Walikale. Nasema Walikale Shiramata. Hayo iko wazi. Hata mtu mmoja haiko. Unaona Walikale? Si Walikale mimi nafuata. Hata mtu mmoja haiko Walikale. Tu 3 personnes. Na askari wanajificha pembeni ya mabombardement. Hayo basi wadanganya hata kitu kimoja. Bongo ya watu. Watu wanasema bongo sana. Wacha kama Walikale. Hayo na kukuna ndege haiko Walikale. Umoni Walikale yango hata mtu moko azate, soso zate, tabe zate,
Mtu ata moko azate. Bato nyonso bakimi bombardement. Bazo bombarder chaque fois. Donc c'est 30 minutes bombardement leki. Yango yo alikala. Bolo balisusu. Okosa bato. Ngayo yo. Ngamoko. Toza ngai Sénégalais na papi. Ceux qui brillent papi na groupe Azamuba na Somalie. Walikale na tamtu mo. Tegea mtu danganya wao walikale. Hakuna tamtu. Mafungula mai. Mais atujua hata basi mwa. Walikale. Station hii. Nafika kwa station hii. Sawa. Fika kwa station inapita. Station hii. Nakia kwangu. Hoteli hii. Bagupomba biko pa hoteli pa hiyo. Sasa kama tunasikiche tu. Naam, kama unavyojua habari zetu za channel ya Mteba TV huwa tunakupa habari za uhakika ambazo unaweza ukaona hata mazingira magumu ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kafika mazingira kama hayo. Kama hapo Walikale, nani anaweza kafika na kwenda kuchukua matukio? Nani? Ijapokuwa tu ni channel ya Mteba TV ambayo inazidi kusonga mbele na kutafuta taarifa na content mbalimbali ambazo ndugu msikilizaji na mtazamaji ambaye amesabone au amesubscribe ndani ya channel ya Mteba TV anapaswa kuzipata. Wewe ambaye hujasabone wala kusubscribe utakuwa unapitwa na mambo mengi sana kama haya yanayopatikana hapa kwenye channel yetu ya Mteba TV. Utakuwa unapitwa na mambo kama haya yanayoendelea. Lakini tuwashukuru wote ambao wanapatikana mazingira popote, Afrika Kusini au Afrika Kusini, pamoja Canada, Marekani, Australia, tunawapata na message zenu tunazipata. Lakini wote wanaopatikana pale Burundi, Tanzania, Kongo, tunawasikia, tunawaona mnavyoandika. Tunafurahi sana kwamba channel ya Mteba TV inasambaa, ipo mbali sana. Na watu wengine wanatuelekea kwa Angola, tuseme Afrika nzima na Ulaya. Kuna watu wanatuandikia wako Sweden, kuna watu wanatuandikia wako Ufaransa, kuna watu wanatuandikia dunia mzima. Channel ya Mteba TV sasa hivi ipo popote pale upo, channel ya Mteba TV inafika. Lakini na wewe unayesikiliza channel hii, endelea kusambaza ili watu wengine wapate kufaidika. Namba za simu tutaziweka hapo kwa taarifa zaidi ambazo unazo. Kuna maandamano yanafanyika duniani, maeneo popote duniani, ya Wakongomani, hata Wanyarwanda pia huwa wanafanya maandamano. Chukua matukio yoyote yale, hatubagui. Channel ya Mteba TV haibagui mtu. Ukiwa ni nani, chukua matukio ambayo unaona yanafaa, chukua namba zetu, tutumie kwenye WhatsApp, alafu tuipandishe. Au na matangazo yoyote. Matangazo ni bure, hatulipishi mtu yoyote. Kama na matangazo yanayohusu mambo mbalimbali ya vita au kutaka kufikisha jambo lako kwa serikali au kwa wazalendo, rekodi afuta kupandisha kwenye taarifa za habari. Hayo yalikuwa ni matangazo tu ya channel ya Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment au kusabone. Tunakujuza maendeleo ambayo yaliendelea pale Nyangezi, walivyopiga M23 maeneo yale. Ile ndio ilikuwa vita. M23 walipiga kwa nguvu sana. Walipiga kwa nguvu sana. Alafu ingekuwa kwamba wazalendo walikuwa lelemama maeneo yale, wangekimbia. Kwa sababu M23 walitumikisha nguvu kubwa sana ambayo yani ilikuwa ni nguvu kubwa, kwa sababu walikuwa kwenye mlima mrefu sana ambapo kuna vuma kama antene. Ule mlima mrefu pale kwa antene, maeneo za Bukavu, Nyatende kule kote ni maeneo ambapo wazalendo hawa wa M23 walitumikisha nguvu kubwa, mabomu makubwa marefu, masafa marefu. Na afu tena ujue walikuwa kwenye mlima wanaporomosha tu kwenye vijiji. Ilikuwa ni mashambulizi makali ya kuchukua stores zao ambazo zilikuwa zimebakia maeneo yale na kuchukua wale ambao walikuwa wamefariki kwenye vita. Lakini pia lengo lilikuwa pia na kusonga mbele, lakini imeweza kushindikana.
hawakuweza kushika maeneo yoyote, na kile kilima ambacho kilikuwa ni hatari, tishio kubwa, kiliweza kugombolewa na wazalendo. Na wazalendo lengo lao kabisa ni kukamata na Bukavu, huko wengine wakizunguruka. Watu walituliza maswali hapa, hivi Kavumu vipi? Wamepiga masasi Kavumu, masasi kote ambako yalisikika ni bamwizi ambao walikuwa maeneo yale, ambao wengi wao walichomwa. Kwanza ngoja tuje tukupe habari kabisa ya hao wamwizi ambao walikutanika pale kwenye mji wa Bukavu, na walikuwa napiga masasi usiku wa kuamkia leo. Walipiga sana masasi. Sasa watu wengi wakajua ni wazalendo tayari wameshaingia kwenye mji wa Bukavu na kule kwenye maeneo yote ya Kavumu. Hapana, wale walikuwa, tumepata taarifa vizuri sasa hivi kwa sababu tulikuwa tunafanya utafiti, ni walikuwa wale ambao wanapiga masasi, hao ni wamwizi wajambazi ambao walikuwa wanapiga masasi usiku na kupora, na wameweza kuwakamata na kuwachoma. Hatuwezi kuweka picha zao hapa. Nafikiri watu ambao kwenye group letu wanaona na wanaamini tunachokiongea, na kama unabisha, chukua namba zetu, andika tu niunge kwenye group. Lakini hilo group hauruhusiwi kuzungumza wala kutuma kitu chochote, ni kusikia tu, kuona, au unatuma voice yako basi, na hatuungani yoyote kama watu wanavyofikiria. Tunaangalia pia watu wa kuunga kwenye group. Ukiwa mshabiki sana, hatukuungi kwenye group. Kwa hiyo lile group sio la washabiki, ni group la Mteba TV ambalo linakupa taarifa kama hizi ambazo ziko hapa na picha za matukio ambazo haiziwezi kupanda hapa moja kwa moja. Tuendelee kufuatilia taarifa zetu. Wale watu waliokamatwa wale wamwizi pale Bukavu walichomwa hadharani. Nafikiri watu wa Bukavu wanajua na wanaelewa ninachozungumza, na ni kweli kabisa. Huyo mwizi na wale wengine walikuwa wanapiga masasi, yani watu wanakuwa vibaka, wanakuwa na mabunduki, wanakuwa wanapora maduka usiku, wanakuwa wanaua watu usiku. Vurugu zinatawala, ambapo vitu ambavyo havipo vizuri kabisa pale kwenye mji wa Bukavu. Lakini pia samani, wananchi wa Bukavu wana hasira nyingi sana. Kuna watu walituandikia comment hapa, wakati waliingia M23 waliingia pale Bukavu, walikuwa wanawaambia ni wayomba. No, kipindi hiki haiko kipindi cha kulaumiana kwamba watu wa Bukavu walikuwa wanaita bayomba banakuja tuwapokee kushika nao mapicha. Haiko kipindi hicho. Kipindi hiki ni kushirikiana vijana wote ambao wanapatikana Bukavu, wale wazalendo, kwa sababu huu ni ujumbe ambao tumepewa tuupandishe. Lazima tuupandishe ujumbe wote, lazima tuupandishe na kuchunguza vijana wanaopatikana Bukavu. Wale wazalendo wanaopigana ni vijana kama nyinyi, wametoka mbali, wengine wanahangaika na njaa pale. Sasa vijana wa Bukavu wamekaa tu wanasubiria wazalendo waje sasa. Watu wanaona hiyo kama watu wa Bukavu au vijana wa Bukavu hawana susi na nchi yao. Wale wanaopigana kule ni vijana, wale ni vijana kabisa kama nyinyi, na nyinyi pia mnaweza mkafanya hivyo, mkaenda kujiunga na wazalendo ili mgomboe nchi. Pale kwenye Bukavu mkajikusanya na mkapata kiongozi, na nyinyi mtakuwa wazalendo na mtaanzisha vita pale Bukavu, yakawa hivyo. Kwa hiyo watu wengi wanasirika na hawaoni picha nzuri kwa watu kwa vijana, hasa vijana wa Bukavu. Mnapolialia kila saa wazalendo wakuje sasa, na nyinyi na nyinyi ambao mnapatikana pale ni wazalendo, na nyinyi pia ambao mnapatikana pale Bukavu na nyinyi ni wazalendo. Fanyeni jambo, msilalelale manabaua ovyo. Mambo kama hayo ni kitu ambacho hakipendezi. Ni ujumbe ambao tumepewa, lazima tuwafikishie. Kama channel ya Mteba TV, sisi hapa tunafikisha habari zote zinazoangalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zinazosababisha Kongo isonge mbele. Kwa hiyo tunapozidi kusonga mbele na taarifa zetu za Mteba TV, vijana wote wa Bukavu natakiwa mfanye jambo. Wale wazalendo wanaotoka Fizi, wapi kule Manyema na wapi, wote ni vijana kama nyinyi na ni watu kama nyinyi. Na nyinyi amueni, msisubirie vijana tu wengine waje waogomboe, na nyinyi mko pale Bukavu mnasubiria waje watugomboe, mnajifungia kwenye manyumba. Kijana, hapana. Kuna watu wengine walisema, wakatuambia ujumbe huo, wakasema hapana kukaa ndani. Simama, fanya kazi, tetea nchi yako, tetea mji wa Goma, ndio jukumu lako. Ni vizuri mnakuwa tu banaingia pale wanawakoa na waua tu kwenye manyumba, bana wao ovyo. Kwa nini? Ujumbe umefika. Tumemaliza hilo jambo. Lakini pia hata vijana wa Bukavu, wa Goma, vijana wa Goma hawawezi kabisa, kwa sababu pande zote wamezingirwa. Watu wa Goma pande zote wamezingirwa. Hata wakitaka wajitutumue maeneo pale katikati havitawezekana, kwa sababu pande zote kuko kumejaa M23. Njia zake, njia zote, Minova kote kumefungwa, hawawezi kujitutumua. Lakini wa Bukavu wanaweza wakafanya hivyo, kwa sababu
bado wana nafasi kubwa sana. Kwa hiyo tunapoendelea na taarifa zetu kwenye channel ya Mteba TV, vita ambayo ilipigwa pale Nyangezi na Nyatende pale, ile sasa ndio vita. M23 walikuwa bado hawajapata vita. Hiyo ilikuwa ni vita ya piga nipige, na hizo ndio vita. Watu wote wanafichama na wakagomboa ule mlima ambapo panaitwa kwa Antene. Baada ya hapo, siku ya leo vitakuwa ni kesho. Tutakuja kuambia kwenye matangazo yatakayokuja, kama tutabahatika kufika tena siku ya kesho, na matangazo mtakuja kuyapata kupitia channel ya Mteba TV. Usikose kusubscribe, like, comment na kusabone. Utakuwa unapata habari sana hapa kwenye channel ya Mteba TV. Wote wanaotupata ambaye ni wazalendo, ambao sio wazalendo, ambao ni watu mataifa tofauti samani tofauti, Burundi, Uganda, Rwanda, wanatupata pia. Sisi hatuna ubaguzi, ni channel ya jamii, channel ya kila mtu ambaye anapenda taarifa zifike. Subscribe, like, comment, tukutane tena panapo majaliwa. Ciao.